mtu ambaye Mungu ana haja kabisa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ukitazama hata katika wakati wa asubuhi vile Roho wa Mungu amenena mahali hapa, amesema ya kwamba ametupa ushindi, ameachilia nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ameachilia ushindi katikati yetu, ameachilia neema, nguvu mpya. Haleluya. Hiyo ni kazi ya Roho. Wakati Roho Mtakatifu alipokuwa akiongea mahali hapa wakati wa maombi, na ukitazama katika neno hili ambao Paulo alipoandika maandiko haya matakatifu, aliandika kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ambao anasema ya kwamba akiandika akiwa na kina Timotheo mahali wakisema ya kwamba hii barua imeandikwa kwa ajili yako, na maandiko inasema ya kwamba nasi tunashukuru sana kwa sababu ya kukaa katika kuwaombea maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao Paulo walikuwa wanaomba wakitaka Mungu, wakiomba Mungu atimize kwa ajili ya ile jeshi la Bwana ili wapate kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa akiwapongeza watu wa Mungu akiwaambia, ninajua ya kwamba hii neno la Mungu lipokea kwa sababu ya maneno tu, bali mlipokea kwa sababu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasema pale, kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi ilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba neno hili tulipokea katika nguvu, katika Roho Mtakatifu na katika uaminifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tukapata kupokea neno hili, na ndiposa Paulo anatuhimiza ya kwamba kwa sababu tulipokea neno hili, na katika kupokea neno la Bwana na katika kukombolewa na kuokolewa, maandiko pale chini nasema ya kwamba tunajua mmetaabika katika dhiki, katika maombolezo ndani ya kazi ya Bwana. Nataka nikwambie mpendo, uko mahali hapa, wakati unapopokea kazi ya Bwana, wakati unapokubali ukampokea Yesu Kristo na unakubali kusikia neno la Bwana, na hili neno linaingia ndani yako, na Paulo anasema ya kwamba haikuingia tu kwa maneno yetu tu, bali ikaingia katika Roho na katika nguvu na udhibitisho ya kwamba mna imani ya kwamba Roho Mtakatifu atakaponena na atakapojidhihirisha kwenu, hakika Mungu anazidi kutenda. Na ndiposa maandiko inatuambia pale chini ikasema ya kwamba na wakati tulipopokea ile kazi ya Bwana tunayoitenda, Paulo anatambua ya kwamba tunaitenda katika dhiki, tunaitenda katika kilio. Maana ukitazama Paulo pale wakati alipoitwa na Mungu, maandiko pale inasema ya kwamba wakati wakale pale Paulo alikuwa Sauli, lakini wa maana Mungu alimuita akakosa kusikia sauti. Wakati Mungu alitaka kubadilisha Paulo, alituma utiisho ulikuwa mkubwa, mwangaza ukatokea mbele yake, maana alikuwa amemwonya Paulo akakosa kusikia. Na ndiposa unaona Paulo anatenda kazi ya Mungu, anafanya kazi ya Mungu akiitenda katika dhiki, katika mateso, katika kilio, katika maombolezo, akiwekwa aibu, akidharauriwa, akitukanwa, akifungwa gerezani, akiwekwa nje ya watu, akifuliwa nguo, akipigwa pale ili awache kuhubiri. Lakini Paulo akawaambia, hata mkinipiga, hata mkinitia aibu, hata mkinitoa mavazi ili mnichape, akasema ya kwamba nitaeneza neno la Bwana. Akawaambia ya kwamba nitazidi kutangaza neno, maana Mungu aliniokoa, Mungu alinituma niweze kuwahubiria mpate kujua habari za Kristo ambazo alileta ulimwenguni ili tupate kuokolewa. Bwana Yesu
Lakini Paulo anatuambia, ninajua mnatenda kwa dhiki, ila ili Mungu atakuja kuwapea neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nataka nikwambie mpendwa, uko mahali hapa, unaweza kuwa unatumikia Mungu katika roho na kweli, lakini unaona mateso imekuwa mengi, unaona dhiki inaongezeka tu, unaona majaribu yanakuwa mengi. Ukisoma katika Yakobo anatuambia kwamba ndugu zenu, furahieni wakati mnapojaribiwa, maana jaribu huleta saburi. Haleluya. Jaribu huleta kuwekwa kiwango kingine. Usipopata jaribu hauwezi paduka kiroho. Usipopata mateso hauwezi wekwa kiwango. Usipopata kuteswa hauwezi songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na ndiposa Paulo anahimiza watu wa Mungu, anawaambia ninajua mnafanya kazi katika dhiki, anawaambia ninajua mnafanya kazi katika kilio, lakini jitieni nguvu, maana neno hili hamkupokea kwa maneno tu, bali mlipokea kwa nguvu na Roho Mtakatifu, na uthibitisho ya kwamba Mungu ako pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nikwambie mpendo, uko mahali hapa, kuna kitu Mungu anataka ajidirishe ndani yako, na ndiposa amekuja kukuhimiza, amekuja kukutia nguvu. Wewe ambao umepungukiwa na nguvu, wewe ambao unaona kushindwa, wewe ambao unaona kulemewa, na ndiposa Roho akasema ameachilia neema mpya, ameachilia ushindi, ameachilia kibali, ameachilia kupaa. Nataka nikwambie, Mungu amekuja kukutia nguvu. Roho wa Bwana anatembea mahali hapa ili apate kukutia nguvu. Wewe ambao umevunjika, ambao unaona kana kwamba maisha yangu vile imefika, hapana, siwezi penya jinsi unavyotazama, unasema hata njia ya wokovu natazama nasikia kuiacha. Nataka nikutie nguvu. Paulo anasema ya kwamba Mungu ameachilia neema. Hamkupokea neno hili. Haleluya. Hatukupokea neno kupitia tu kwa maneno tu. Ni nani alipokea neno hili katika maneno? Hebu niwekee mkono wako tu, nifanyie mkono wako kama ulipokea neno hili tu kwa maneno. Hapana, ngine sio kupokea kwa maneno. Roho anasema tulipokea kwa Roho, tulipokea kwa nguvu, tulipokea kwa thibitisho, maana Mungu alikuwa pamoja nasi na bado Mungu yuko pamoja nasi. Na ndiposa anasema tuzidi kung'ang'ana, tuzidi kuendelea, tuzidi kuenda. Paulo akapigana vita, akazidi kutenda. Hata wakati walipomfunga gerezani hakuvunjika moyo, akaita Mungu tu akiwa mahali pale. Maandiko inasema ya kwamba Paulo hakulala akiwa na hasira gerezani, wakapasa sauti, wakaita Bwana katika sifa, katika maombi, ile milango ya gereza ikafunguka. Haleluya. Haleluya. Walidhania wakati wameweka mahali pale wamemaliza kila kitu, lakini hawakujua kuna Mungu ambao ukata kila kamba zote. Mungu ukata minyororo. Mungu ufungua milango ya chuma na shaba, ambaye akisema, akigusa tu kidogo inatingika, milango inaachilia, hiyo milango inafunguka. Hawakujua Paulo ako na Mungu. Nami nataka nikwambie leo, usione jaribu iko ndani yako. Ona kushinda kama Paulo, ona kushinda na kupenya kama Paulo. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Upigie Yesu tu makofi mazuri, maana ninaona ushindi mbele yako, ninaona kushinda mbele yako. Ribazika na bozaya, naona rikatarabazika ikiwa rimazika na bozaya katika jina la Yesu. Naona neema ikiwa imekukalia, naona ushindi ukiwa juu yako, naona kibali kikiwa juu yako, naona nguvu na uthibitisho wa Bwana ukiwa umetanda kwa maisha yako. Maana anasema ukupokea neno hili katika maneno tu. Wewe ambao uliokolewa katika Roho, uliokolewa kwa moto wa Yesu, uliokolewa kwa Roho Mtakatifu, ninaona ushindi mbele yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu tu makofi mazuri, maana kuna ushindi mbele yako. Kama uliona umeshindwa, leo utapokea ushindi wa Bwana. Uliona umelemewa, leo unatiwa nguvu mpya. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Unapokea nguvu mpya, maana ulipokea neno hili katika roho na kweli. Ulipokea neno kwa nguvu, ulipokea neno kwa
kutikiswa. Huu ni wakati wa kuinuliwa. Pigia Yesu makofi, maana kuna kitu anataka akitende. Kuna jambo anataka anithibitishe. Kuna jambo anataka anitukuse, kwa kuwa yeye ni kimbilio. Huye ni bazaya, huri bazeka na bozaya, yenda na bashike na bozaya, rikanta na bozeke na bozaya, huri kata na bozaya. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuma mtumishi wake na kusudi, na ndiposa nikasema neno huja na kusudi maishani wa mwanadamu. Neno la Bwana haliji bure. Inapokuja inakuja kuinua, inapokuja inakuja kuinua, inakuja kuponya. Nami nataka nikwambie mchana wa leo, imekuja kukuweka kiwango. Pigia Yesu makofi, maana neno la Bwana kuna mahali na kuweka. Ikiwa umeamini neno hili katika roho, amini ya kwamba siku ya leo inakupeleka mahali. Amini ya kwamba siku ya leo itakuweka kiwango. Amini ya kwamba siku ya leo utapokea nguvu. Kama wewe ni mdhaifu, utapokea nguvu mpya. Kama wewe umelemewa, utapokea ushindi wa Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Mimi ninasikia neno linanibariki, maana ninajua kazi ya roho na kazi ya Bwana utenda baraka sana. Nasikia tumeniguza na inanibariki. Pigia Yesu makofi mazuri. Na ushukuru wewe ambao umepatikana katika hiyo neema. Kupatikana katika hiyo neema kuna kusudi la Bwana. Haleluya. Kwa maana mimi nina imani ya kwamba si kupokea kwa maneno tu, na kama Paulo alishinda, hata na mimi nitashinda. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi, jitieni nguvu na moyo, kwa maana mtadharauliwa. Kama mnikubali kuokoka, mkakubali nikae ndani yenu, nanyi mkae ndani yangu, mkakubali kunibeba, na waambia ya kwamba mtadharauliwa, mtakataliwa, mtatemewa mate, mtatukana kwa ajili yangu. Lakini Yesu akawaambia, sitawaacha kamwe. Haleluya. Hata kama wanadamu watawakataa, hata kama wanadamu watawatukana, hata kama marafiki watawatenga, hata marafiki, hata jamii ikiwakataa, Yesu anasema hakika sitawakataa wala sitawaacha. Haleluya. Amen. Heri watu na rafiki kuliko kuachwa na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana rafiki hata kupeleka popote, rafiki hata kusaidia na chochote, hata kusengenya, hata kunena maovu, hata kutukana, hata kudharau. Urafiki ni wa muda tu, lakini Yesu Kristo ni milele na milele. Amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo hakujali watu wengine. Hakuangalia mataifa inasema nini. Hakuangalia wanamtukana kiwango gani. Hakuangalia wanasema kitu gani juu ya maisha yake. Lakini Paulo alitazama msalaba. Aliona ushindi mbele yake. Maandiko ikasema, Paulo akamwambia Yesu Kristo, sio niondolee mwiba ili nipate kukutumikia. Mungu akamwambia, Yesu akamwambia, huo mwiba huwezi toka, lakini neema ikutoshi. Amen. Haleluya. Kuna mambo mengine huwezi kukuachilia, maana ikikuachilia utatafuta Mungu. Bali Yesu akamwambia, neema ya Bwana iwe juu yako. Nami nakwambia neema iwe juu yako, maana neema ubeba kila kitu. Neema ubeba ushindi, neema ubeba kibali, neema ubeba baraka. Hiyo neema iwe juu yako, hiyo neema iwe juu yako, hiyo neema iwe juu yako, hiyo neema ikukalie, hiyo neema ikukalie, hiyo neema ikukalie. Haleluya. Paulo akamwambia Yesu, sio niondolee, maana alitazama katika hali ya mateso, ndani ya kutafuta uso wa Bwana, ndani ya kuhubiri neno la Bwana, akaona machungu anaopitia, akaona kudharauliwa anaodharauliwa. Akamwambia Yesu Kristo, sio niondolee mwiba. Akamwambia, baba yangu, kama itawezekana niondolee mwiba. Akaambiwa, huwezi toka. Haleluya. Bali neema itakuwa juu yako na utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Na mimi nataka nikwambie, hata kama kuna nini mbele yako,
vingine hufanyika kusudio la Bwana, lakini neema itakuwa juu yako. Hiyo neema itakukalia, hiyo neema itakubeba, hiyo neema itakuweka kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama Paulo alishinda, hata mimi nitashinda. Haleluya. Hata wanitukane, hata wanidharau, hata wanitemee mate, hata waniite majina mabaya, hata wanifanye kitu gani, nitategemea jina la Yesu Kristo. Sitaliacha jina la Bwana. Haleluya. Walifanya Paulo mambo mengi sana, lakini naye Mungu hakuwahi kumwacha Paulo. Na wewe hata wakutende mangapi, Mungu hatawahi kukuacha. Pigia Yesu makofi mazuri. Maana uko pamoja na Mungu. Na ndiposa akasema shida ni kwa yule alipokea katika nyama, hakupokea katika roho. Alipokea kwa maneno tu, akasikia, lakini hakusungumuziwa na roho. Na ndiposa mtumishi wa Mungu akatuambia, wengine tukisalimiwa Bwana Yesu asifiwe, tunasema karibu, niseme amina amina, tunasema salama salama salama. Haleluya. Ni kwa sababu hatukupokea kwa roho. Haleluya. Ile roho wa Bwana akikukalia, mimi hata sometimes mtu ananisalimianga, umeshinda aje, nashtukia nasema amina amina, badala niseme salama. Bwana Yesu asifiwe. Roho akikaa ndani yako, neno la Bwana litatoka kwa kinywa chako. Utakaa kama vile tumeambiwa huyo mfanyikazi tu alikuwa akiimba tu, amesahau ako kazini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo hakunyamaza. Haleluya. Bartimayo hakunyamaza. Watu wakamwambia, nyamaza, Yesu Kristo anapita, usipige makelele. Bartimayo akamwita, Yesu mwana wa Mungu, unirehemu. Haleluya. Hakunyamaza Bartimayo. Wakajaribu kunyamazisha Bartimayo, wanamwambia nyamaza nyamaza, lakini hakunyamaza. Na wewe usinyamaze kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama neema iko juu yako, usinyamaze. Wewe pasa sauti usiku na mchana, usinyamaze. Popote ulipo usinyamaze. Maana neema ikikubeba hutawahi nyamaza. Haleluya. Ninajua neema ikibeba mtu hautawahi nyamaza. Haleluya. Neema ikubebe hutawahi nyamaza hata siku moja. Ukiwa popote, wakileta maneno isiyofaa, wahubirie kama Paulo. Haleluya. Maana neema iko juu yako. Haleluya. Ninajua neema ikibeba mtu hawezi nyamaza, hawezi nyamazishwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni neno ambalo tumepewa na mtumishi wa Mungu. Simama kwa miguu yako tu. Mimi si kwa mhubiri wa leo, nilikuwa tunatia nguvu.